Habari za muda huu ndugu zangu wa Tanzania. Mbele yenu naitwa Imakulata Mashindike. Mimi ni muhanga wa figo. Figo zangu zote mbili zimefeli. Tatizo hili nilipata mwaka 2024 mwezi wa 4. Dalili ambazo nilizipata awali, nilikuwa navimba miguu na usiku mkojo nikikojoa mwishoni unakuwa unatoka mapovu. Mimi nilikuwa naona hali ya kawaida, lakini kumbe nilikuwa ni tatizo la figo limeanza, sikujua. Nilipoenda kufanya check up, nikaambiwa pressure yangu iko juu sana na imeanza kuua figo. Daktari akaniambia nianze dialysis, lakini nilikuwa sielewi ni nini. Basi na damu yangu ikawa iko chini, ilikuwa 4. Basi wakaniambia niongezee damu, lakini mimi nilikuwa mwoga sana, nikakataa. Nikasema nitaenda kula matembele sijui nini ili mradi damu iongezeke. Basi wakaniandikia dawa za damu, wakaniambia basi nijitahidi. Wakanipa na dawa za pressure, nikaanza kutumia. Nikatumia kama wiki 2, lakini ile hali ikawa hainipi. Bado tatizo likawa vile vile, nikawa nikisikia kitu chochote natapika na vimba sula, yani tumbo nao likawa limejaa kidogo. Nikaona hii sio kweli. Nikahama hospitali, nikaenda hospitali nyingine. Nilipoenda hiyo hospitali nyingine pia wakaniambia sasa hapa sisi inabidi tukupe transfer uende Muhimbili. Basi wakaniandikia transfer, nikaenda Muhimbili. Nilifika Muhimbili wakanipokea vizuri tu emergency, wakanifanyia vipimo, nikapewa kitanda, nikalazwa kwa sababu ma specialist usiku wanakuwa hawapo. Basi walipofika asubuhi ni kweli wakanicheki, wakaniandikia vipimo, nikaenda nikafanya vipimo vyote. Basi nikagundulika kweli figo zangu zote mbili zimefeli na sababu ni pressure ya juu. Basi nikaandikiwa vipimo, wakaniambia inabidi uanze kufanya uchujaji wa damu ambao wanaita dialysis. Basi nikakubaliana na hiyo hali, lakini ikiwa na uoga sana kwa sababu sijui nini kinachoenda kufanyika. Basi awali wanakuwa wanakutoboa hapa kwa ajili ya kuweka kifaa cha kusafishia damu. Basi ni kesho yake wakanitoboa. Sasa ubaya pia nilipofika Muhimbili damu ikawa nayo 3. Kwa hiyo uwezo kuingia katika mashine ya dialysis hadi damu hiyo kuanzia at least 7. Basi hapo nikawa sina ujanja tena kwa sababu hata nguvu zenyewe za kutembea sina. Nipo tu kitandani nimekaa, nimevimba, yani sielewi. Basi wakaniongezea chupa 7 za damu. Namshukuru Mungu zilienda vizuri, nikamaliza. Baada ya siku 3 nikaanza kufanya dialysis, nikawa napelekwa sasa kwenye mashine. Nikafanya ndani ya miezi kama 6. Lakini sasa inatakiwa hapa inakuwa ni temporary tu. Unafanya mara moja. Yani ndani ya miezi 3 inabidi uwe umebadilisha kama figo zako zimefeli moja kwa moja. Kwa hiyo inabidi uwekewe kifaa ambacho kitakuwa endelevu. Kwa hiyo mimi nikasuggest wakaniwekea hii fistula. Kwa hiyo hii fistula hapa, kwa hiyo sasa hivi mimi nachujia damu kupitia hapa. Na kuna zingine za kifuani. Ya kifuani changamoto yake uwezi ukaoga vizuri, maji hayataki kuingia. Lakini hii fistula unaoga, unafanya kila kitu. Basi kwa hiyo kuanzia hapo safari yangu ya kuchuja damu ndo ikaanza. Namshukuru Mungu. Changamoto nakuwa napata pale ambapo nakosa kuingia katika mashine. Gharama zake ni kubwa. Peke yangu nilishindwa kwa kweli. Nilitumia pesa zote, mimi nilikuwa mfanyabiashara, nikatumia pesa zote zikaisha, duka nikaachia. Nyumba ambayo nilikuwa nimepanga nikarudi nyumbani. Kwa hiyo maisha yakaanza upya, nikaanza kuomba misaada kwa ndugu jamaa na marafiki.
kwa muda wa miaka yote miwili mpaka sasa hivi. Ni kudra za Mwenyezi Mungu na huruma ya Tanzania. Niko mbele yenu kuomba msaada, muendelee kunisaidia, ambapo bima yangu ndani ya mwaka huu itakamilika. Nitaanza kutumia bima, lakini ndani ya miezi hii miwili bado nahitaji msaada wenu. Kwa wiki naenda mara 2. Ilibidi niende mara 3, lakini kwa kuwa natumia cash walinipunguzia kwenda mara 2. Lakini kwa tiba yenyewe inabidi mtu ufanye dialysis mara 3 kwa wiki. Basi naombeni support yenu. Bado nafanya biashara online, kwa naomba mniunge mkono ili niweze kupata hela za matibabu, au kwa sadaka zenu ili niwe naweza kufanya dialysis bila kuvukisha. Manake ukivukisha unakuwa unapata changamoto nyingi, na sababu ziko nyingi sana ambazo zinapelekea figo kufeli. Hapo awali sikuwaambia. Kuna hiyo pressure ya juu, kuna kisukari, unywaji wa energy, malaria kali, kuna kifafa cha mimba. Changamoto ni nyingi sana. Unywaji wa dawa za painkillers holela. Kwa hiyo uvutaji wa sigara, moshi. Kwa hiyo tunaomba sana kupitia mimi Watanzania mjifunze pia. Sio kwamba watu wanapenda maradhi, tumeumbiwa sisi binadamu, lakini inapofikia stage Mungu ndo mwenyewe anapanga. Mimi nilikuwa sio mnywaji wa pombe hivyo, sio mvuta. Changamoto ni nyingi sana. Unywaji wa dawa za painkillers holela. Kwa hiyo uvutaji wa sigara, moshi. Kwa hiyo tunaomba sana kupitia mimi Watanzania mjifunze pia. Sio kwamba watu wanapenda maradhi, tumeumbiwa sisi binadamu, lakini inapofikia stage Mungu ndo mwenyewe anapanga. Mimi nilikuwa sio mnywaji wa pombe hivyo, sio mvutaji wa sigara. Kwa hiyo Mungu tu anakuwa anapanga nini kikukute, nini kisikukute. Na ugonjwa wa figo sio ambukizi. Basi naomba niwaombe Watanzania wenzangu support yenu. Namba zangu ni 0715 14 15 24. 0715 14 15 24. Naombeni support yenu. Mungu awabariki sana. Naitwa Immaculata Mashindike. Asante.